Karibu kwenye ujasiriamali siku ya leo, msikilizaji na mtazamaji wetu, na kualika sana. Binafsi naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises. Tuko katika zoezi la ukataji wa sabuni ya magadi. Msikilizaji, tunapanga vibao upande wa kwanza, kisha tunaweka alama, na tukishamaliza kuweka alama upande wa kwanza, tunahama na vile vibao mpaka upande wa pili. Na kualika sana kwenye ujasiriamali. Kama unapenda kujifunza au kama ni mara yako ya kwanza kufungua chaneli hii, basi hii ni Lodness Enterprises Limited chini ya Mwalimu Almasi. Kama unapenda kujifunza, karibu, tunakualika ututext WhatsApp, then tutakupatia utaratibu mzuri wa jinsi na namna ya kujifunza kuzalisha sabuni zako za magadi pamoja na bidhaa mbalimbali za viwandani. Lakini pia nimekuandalia kitabu cha Ujasiriamali ni Ajira, kitabu ambacho kitakujengea wewe uwezo wa kuzalisha bidhaa mbalimbali za vipande, sabuni za vipande, sabuni za kuogea, sabuni tiba, sabuni za magadi pamoja na sabuni mbalimbali za miche. Kwa hiyo ambatana nasi mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Hakika kuna mambo ambayo utajifunza ambayo yatakusaidia wewe ambaye unapenda kuzalisha bidhaa yako. Kumbuka mwanzo tumeweka alama katika donge letu la sabuni. Tumeweka alama kwa kuzingatia vile vibao, vipimo vya vibao, urefu na upana wa vibao pamoja na kimo. Baada ya kumaliza kuweka alama, tukahamia upande wa pili na vile vibao. Kwa hiyo mshipi tukao tunaupanga kwenye alama tulizoweka upande wa kwanza, afu kule tunaongozwa na vibao. Nikivuta maana yake hapo nimekata. Kwa hiyo hapo ninamalizia kukata silesi ya mwisho. Kwa hatua ya kwanza unakata kwa mfumo wa kutoa silesi. Zingatia sana msikilizaji, kama unapenda kujifunza, hapa ni silesi zimetoka kama hizi, kama hii nimekuonyesha. Kwa zote zimetoka katika mfumo huo. Na hapa nimepata upana wa mche. Ukiingia darasani nitakufundisha na utaelewa zaidi nini namaanisha nikisema upana wa mche. Unaweza kuona masilesi ambayo nimeyatoa yako katika mfumo huu hapa. Yes. Sasa ninageuza ili niweze kupata kile kimo. Lazima niyageuze afu niyakate tena ili niweze kupata kimo. Baada ya hapo itakuwa imekamilika miche. Narudia tena kuelezea. Mwanzo nimekata nikatoa haya masilesi mapande. Na kumbuka kila kitu kinaenda kwa vipimo, msikilizaji na mtazamaji. Usianze kuharibu, anza kwa kujifunza kwanza, jijengee uwezo ili siku utakapoanza kuzalisha rasmi basi uwe na knowledge na skills za kuzalisha sabuni yako ya miche au sabuni ya magadi. Hapa nimepata silesi. Ili niweze kupata miche sasa, lazima nikate tena ili niweze kutoa miche. Na ninavokata maana yake nakata kwa kipimo cha kimo cha mche. Utaelewa tu siku moja. Vile vibao ambavyo unaona napimia, vile vibao nimetengeneza mithili ya mche wangu. Kwa hiyo nimechukua mche dukani, nikaenda kwa fundi mbao. Naomba nitengenezee mche kama huu hapa. Mche mbao maana yake. Kwa hapa ninaweka alama kama hivi msikilizaji na mtazamaji. Yes, tuko kwenye zoezi la ukataji, lakini pia nilikuwa na wanafunzi kadha wa kadha wamenitembelea, walikuwa nawaonyesha. Tunaweka alama namna hiyo mpaka mwisho chini kabisa. Kama kawaida, kama mwanzo pia nilivyowaonyesha, baada ya kuweka alama upande huu, ninahama na hivi vibao katika upande wa pili. Nakumbuka sabuni haikatwi kwa kutumia kisu. Sabuni inakatwa kwa kutumia kamba. Kamba laini tu kama inavyoonekana. Hii kamba inaitwa mshipi. Zinapatikana nyingi tu, kikubwa upate connection. Lakini ushauri wangu zaidi msikilizaji, kama unapenda kujifunza, ingia kwenye madarasa yetu. Jifunze. Au jipatie nakala ya Ujasiriamali ni Ajira ya kitabu. Jifunze. Utakapokuwa umejiona kwamba umeiva, utaanza kuzalisha bidhaa zako kwa ajili ya biashara. Na masoko ya sabuni yako makubwa kwa sababu kila nyumba wanatumia sabuni. Kila nyumba, kila duka wana sabuni za magadi. Kwa hiyo ukizalisha itakuwa ni advantage kubwa sana. Kwa hiyo ninaendelea na zoezi la ukataji wa sabuni wa siku ya leo. Ninatega kamba katika alama. Yes, natega kamba katika alama zile ambazo nilikuwa nimeziweka mwanzo, na huku vibao vinaniongoza. Nikikata, baada ya kukata tunatoa kibao kimoja ili nisipishane na ule upande wa mwanzo au upande wa kwanza. Unaweza ukaona, yes, sabuni zangu zimenyoka kabisa kama vile mashine. Usianze kwa mashine msikilizaji. Ushauri wangu, anzia chini kama mimi ninavyofanya hapo kwa mikono kabisa. Hatua zingine za mashine zinagharimu pesa nyingi. Kwa hiyo utakapokomaa, utakapokuwa na nguvu zaidi, utaanza kutumia mashine. Lakini sabuni ya magadi ukweli ni kwamba ni nzuri zaidi unapokuwa umeizalisha kwa mikono kama inavyoonekana. Ukitumia homemade, sabuni ya magadi inatoka nzuri zaidi kuliko yule ambaye
atatumia mashine katika kuzalisha sabuni ya magadi. Wajasiriamali wengi wanapenda kuwa na kulaumu sana kwamba sabuni ya magadi hailipi. Ni kweli inaweza kuwa hawalipwi na sabuni ya magadi, lakini pia wapende kujiuliza kwamba ni malighafi gani ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya kupata faida, lakini pia wajiulize malighafi ambazo wanapata bei ni sahihi, kwa sababu wengine wanauziwa malighafi bei juu, lakini pia wengine wanapenda kununua malighafi kwa bei ya rejareja, kitu ambacho kinawapelekea wao kushindwa kupata faida. Kwa hiyo anauza sokoni, anarudisha ile hela, au saa nyingine pia ile pesa hairudi kabisa. Kwa hiyo ni vizuri unapopata connection ya mwalimu akuelekeze malighafi yapi, lakini pia yanapatikana wapi na ni kwa bei gani, nitazalishaje, nitauzaje, mchanganuo wa mtaji, faida ni upi. Vizuri sana kufahamu hayo msikilizaji kabla hujaenda sokoni. Yes, hapa niko katika hatua za mwisho za kukuonyesha sasa kile ambacho tumekifanya. Tunatoa hizi silesi za juu kwa sababu vibao vyetu havikufika juu. Kwa hiyo hizi hatujazikata, tunazipanga tena kwa ajili ya kuzikata kwa awamu hii ambayo inafuata. Lakini baada ya kutoa hizi hapa, nataka nikuonyeshe miche ambayo tumeikata kwa wakati huu. Kwa miche itakuwa imeanzia hapa kushuka chini. Hii yote ni miche msikilizaji, hii hapa. Ngoja nikuonyeshe miche ambayo tumeikata. Sasa hapa nakutolea miche sasa. Miche hii hapa. Yes. Hii ni sabuni ya mche. Hazijamachua bado, kwa hiyo tunaanza kuzipanga. Tukizipanga zitatuchukua angalau masaa 24 zinakomaa. Baada ya masaa 24 basi tutakuwa huru kupeleka sokoni. Kabla ya sokoni kwanza tutafungasha, tutaweka lebo au tutapiga muhuri. Baada ya hapo tutafungasha bidhaa yetu na tutapeleka sokoni. Asante sana msikilizaji kwa kuweza kunifuatilia. Naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises. Subscribe kama unapenda ujasiriamali, lakini pia unaweza kuniandikia chochote chini ya video hii yamkini umejifunza au ungependelea kupata huduma fulani kutoka kwetu, na kualika karibu sana. Lakini kwa wewe ambao unapenda kujifunza zaidi, kuna madarasa ambayo yanaendelea WhatsApp kupitia 0783 500 971. Lakini kwa wewe ambao unahitaji nakala ya kitabu chako cha ujasiriamali ni ajira ili uweze kujifunza zaidi, karibu pia utatutext kupitia WhatsApp, zeni tutakuelekeza hatua kwa hatua nawe utakuwa mjasiriamali mkubwa. Asante sana kwa kuweza kunifuatilia.